Somo la pili katika mfululizo wa masomo ya mwanzo mara baada ya mtu kuokoka lina kichwa tubuni mkabatizwe. Tubuni mkabatizwe. Muda mfupi mara baada ya Roho Mtakatifu kushuka duniani na watu takribani 120 kujazwa Roho Mtakatifu, Petro alifumbua kinywa chake na kuanza kuhubiri injili sahihi, na hii ilitokana na watu wengi kuwashangaa mitume na wale wengine ambao walijumuika pamoja nao na kufanya jumla yao kupata watu takribani 120 waliokuwa wanaomba kwa lugha ya Roho Mtakatifu. Petro alihubiri, alipohubiri watu wakachomwa mioyo yao na kuamua kuuliza kwa mitume, tutendeje ndugu zetu? Na ndipo Petro akasema, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Hiyo ni kwa mujibu wa Matendo sura ya 2 mstari wa 37 mpaka mstari wa 39. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37 mpaka mstari wa 39. Waliposikia haya wakachoma mioyo yao, akamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akamwambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Tubuni 1, 2 mkabatizwe. Katika mfululizo wa masomo tulioanza nayo, somo la kwanza la wokovu lilikuwa lina kichwa kuokoka ni nini? Tulijifunza kwa ndani kwamba haiwezekani kusema umeokoka lakini hujui maana ya kuokoka. Utakuwa ni kama mtu usiyejielewa. Kwa tulieleza hapo tafsiri sahihi ya neno kuokoka, na mara baada ya kuwa umeelewa sasa kuokoka kama Biblia inavyosema tubuni ndio engo ya kuokoka, alafu engo ya pili mkabatizwe. Biblia inatutaka katika imani ambayo tayari umekwisha kuipokea, kila kitu lazima kipimwe kama yasemavyo maandiko. Unapoanza imani yako sasa, unapoanza katika msingi wa wokovu, Biblia inakutaka kwanza, inakutaka kufuata kila kitu kama yanenavyo maandiko. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 3 mpaka 4. Hivyo ndivyo mitume waliotutangulia walivyofanya. Hivi ndivyo Wakristo wa kanisa la kwanza ndivyo walivyofanya. Kwa maana Wakorintho wa kwanza 15:3 mpaka 4. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Anaangalia, anavyofuatilia kama yanenavyo maandiko. Na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Sio kama anavyosema mchungaji wangu, sio kama linavyosema dhehebu letu, ni kama yanenavyo maandiko. Na imani ya Ukristo imejengwa katika maandiko, sio nje ya maandiko. Upaswi kubeba chochote kinachoitwa mapokeo ambayo Biblia ilituonya kufuata mapokeo ya kibinadamu. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 8, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu na kwa jinsi ya mafundisho ya wale ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Mungu anatukataza kufuata mapokeo ya kibinadamu. Tunaweza kufanya kuwa mateka, na kwa sababu hiyo kila kitu katika imani tunapaswa kufuata katika maandiko na tukithibitishe kwa mujibu wa maandiko. Ni muhimu kwa kila mmoja wetu kufahamu kwamba wako mabilioni ya watu wako jehanamu ya moto hivi sasa kwa sababu ya kupuuza kile kinachoitwa ubatizo. Wako watu katika madhehebu mbalimbali wanasema issue ya ubatizo sio swala la lazima, na wanatoa hoja mbalimbali kwamba Paulo alisema, mimi sikuhubiri, sikutumwa kuweza kubatiza.
na wanatoa hoja mbalimbali kwamba mbona mhalifu msalabani alikuwa hakubatizwa lakini ameingia peponi. Ndugu zangu, hatuna budi kufahamu, kama tungeelewa kwa uzito wake habari ya jehanamu ya moto, tusingechukulia kimzaa hata kidogo. Tusingechukulia kimzaa hata kidogo kabisa. Tungeogopa na kutetemeka. Wako watu wanatamani watolewe jehanamu ya moto sasa. Wako watu hawakusikia injili kama unaisikia wewe, na walipuuza kama ambavyo wengi wenu mmepuuza. Lakini sasa wanachemka jehanamu ya moto milele na milele. Hawezi kutoka tena. Wanatamani watolewe wahubiriwe injili kama wanahubiriwa, ili wasiende motoni, wasirudi tena motoni. Lakini ndio basi tena, hawezi kutoka motoni milele na milele. Biblia inasema katika Luka sura ya 16 mstari wa 24 mpaka mstari wa 29, Biblia inasema 16:24. Hapa tunamuona mhalifu, tunamuona tajiri mmoja ambaye alipuuza habari za neno la Mungu kama hivi, kama wewe unavyoambiwa habari ya ubatizo. Unaona, nimeokoka tu, hakuna haja ya jambo jingine. Huyu naye alipuuza mambo ya kimungu kama wewe ambavyo unataka kupuuza au tayari umekwisha kupuuza. Hapa tuanze mstari wa 19, Luka 16:19 mpaka mstari wa 29. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa nasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro wekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Na alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Maskini huyu alikuwa ameokoka, akachukuliwa na malaika. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyeinua macho yake. Tajiri amekufa sekunde ile aliyepuuza habari za wokovu, alipuuza habari za Mungu, na kuona tu kwamba watu waliokoka ni kama maskini tu. Watu wanaofuata neno la Mungu ni kama hawana akili timamu hivi. Akajikuta amekufa, yuko jehanamu ya moto, yuko kuzimu, ambapo anatokota mali hapo. Akalinyanyua macho yake, akamuona Lazaro yuko karibu kabisa na Ibrahimu, anafarijiwa. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyeinua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, e baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye nchi ya kidole chake majini, uburudishe ulimi wangu, kwa sababu inateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yuko hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huko kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Watu walioko motoni wanatamani mtu atoke katika wafu aende akawashuhudie. Tajiri huyu anasema mstari wa 28, kwa kuwa anasema mstari wa 27, akasema, basi baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, ili awaeleze habari za neno la Mungu, ili awashuhudie habari za Yesu, ili awashuhudie habari za neno la Mungu, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Watu walioko motoni hawatamani wewe uende motoni, na ukienda ni kwa sababu ya ukaidi wako tu. Moja ya jambo ambalo sasa tunafanya watu kwenda motoni kweli kweli ni swala la kupinga habari ya ubatizo. Sitaki uende jehanamu ya moto, ndio maana nimekuletea neno hili kwa upendo na kwa unyenyekevu mkubwa. Swali la kujiuliza, wokovu amini, ubatizo ni nini? Unaweza ukajiuliza, na hapa ndipo penye kiini cha somo. Wako watu, kila mtu ameleta tafsiri yake katika kanisa la Mungu, na kusema, wengine wanasema ubatizo ni ishara tu, sio swala la lazima. Lakini hebu tuiulize Biblia. Tuiulize Biblia, tusitafute mambo ya kwetu wenyewe. Tuiulize Biblia. Kwani ubatizo ni nini? Tunapopata tafsiri ya neno ubatizo, ndipo tujipime sasa sisi wenyewe.
tumebatizwa au hatujabatizwa kutokana na tafsiri hii sahihi ya neno ubatizo. Kumbuka hapa tunaiangalia Biblia ndio iseme, sio mchungaji aseme, sio askofu aseme, sio dhehebu liseme. Ubatizo ni nini? Neno ubatizo linatokana na neno la lugha ya Kiyunani linaloitwa baptizo, ambalo tafsiri yake ni tosa au zika. Tosa au zika ndiyo neno ubatizo. Kwa undani, tunaposema ubatizo, kimsingi kama nilivyotangulia kusema, tafsiri yake ni tosa au zika. Maana yake ni hivi: kama unasema umebatizwa, swali la kukuuliza, ulitoswa? Kama hukutoswa na ukaambiwa dhehebu lako linakwambia ulibatizwa, maana yake umedanganywa. Biblia haisemi hivyo. Biblia inasema ubatizo maana yake ni kutosa au kuzika. Tunapobatizwa tunaonesha kivitendo kwamba Yesu sio tu alikufa, alizikwa na kufufuka. Mtu anapotubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha na kuokoka, anahesabika amesulibiwa, na kama Kristo Yesu alivyosulibiwa, alisulibiwa na akafa. Na mara baada ya kufa, maiti inatakiwa izikwe. Na kuzika maana yake ni kuufukia mwili wote, hauonekani mahali kokote. Kwa hiyo tunapokwenda kubatizwa mara baada ya kuokoka, tulipokuwa tumeokoka, tulihesabika tumesulibiwa na Yesu Kristo. Paulo anasema katika Wagalatia sasa sura ya 2 mstari wa 20. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20. Nimesulibiwa pamoja na Kristo. Wakati wa kuokoka ni wakati wa kusulibiwa pamoja na Kristo. Unasulibiwa na kuhesabika kufa. Warumi sura ya 6 mstari wa 11. Vivyo hivyo ninyi, tuanze labda mstari wa 6 na wa 11. Warumi 6 mstari wa 6 na wa 11. Mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulibishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Mstari wa 11. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo tumesulibiwa na tunahesabika kama tumesulibiwa tuwe tumekufa. Sasa nisikilize kwa makini. Kama kweli umeokoka, maana yake ulisulibiwa na ukafa pamoja na Yesu Kristo. Kama kweli wewe umekufa, maana yake ni hivi: maiti huwa haichagui kaburi. Maiti huwa haiwezi kugoma. Ukigoma kuzikwa, maana yake hujawahi kufa. Kama unagoma kwenda kuzikwa kwenye kaburi, maana yake wewe sio maiti. Kama kweli umetubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha, maana yake umekufa katika habari za dhambi. Wewe ni maiti katika dhambi. Mambo ya dhambi wewe ulishakufa kabisa, ni maiti kabisa. Sasa ishara au kipimo cha kwanza cha kuthibitishwa kwamba umekufa katika dhambi, yani umeokoka, kipimo cha kwanza ni kuona kama umekufa pamoja na Yesu. Yesu alipokwenda kuzikwa hakugoma. Sisi nasi mara baada ya kuokoka tunatakiwa kwenda kuzikwa katika kaburi la maji. Kwa tunapoenda kubatizwa mara baada ya kuokoka, tuliokoka, tulisulibiwa pamoja na Yesu. Tuliposulibiwa pamoja na Yesu, sasa kama Yesu alivyozikwa, tunatakiwa kwenda kuzikwa na sisi. Kwa tunapozamishwa katika maji, maana yake
tumezikwa pamoja na Yesu, na tunapoibuka katika maji maana yake tumefufuka pamoja na Yesu Kristo. Twende katika maandiko sasa. Warumi sura ya 6 mstari wa 3 mpaka mstari wa 5. Warumi 6 mstari wa 3 mpaka mstari wa 5. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye. Angalia maneno hayo kwa umakini mkubwa. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Kumbe ubatizo ni kuzikwa. Sasa ni maiti gani ambayo inazikwa afu mkono unabaki juu? Au unazikwa kichwani tu? Hauhesabiki kwamba umezikwa. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Angalia sababu sasa. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana yani kama Yesu alivyofufuka, mwili ulikuwa umeharibikiwa kila mahali, wakati anasulubiwa mwili ulichanwa kila mahali. Inafananishwa na utu wetu wa kale wa dhambi, ulisulubiwa na ukaharibiwa vibaya, hatimaye kufa. Sasa tunazikwa katika kaburi la maji. Tukiibuka na tukifufuka sasa, tufufuke katika utakatifu. Yesu alipofufuka mwili ulikuwa mpya, ulikuwa na uchafu, ulikuwa na damu tena. Vivyo hivyo na sisi tuenende. Rudie mstari wa 4. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Angalia kwa makini mstari wa 5. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake. Kumbe ubatizo ni mfano wa mauti yake. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Kama tunakubali kuzikwa pamoja na Yesu Kristo, kama Yesu alivyozikwa alafu akafufuka, basi na sisi tunapokubali kuzikwa, tunapokubali kubatizwa ambao ni mfano wa kuzikwa kwa Yesu, bila shaka maandiko yanazungumza hapo kwa maana sisi tutafufuliwa na tutakaa katika utukufu kama Yesu Kristo alivyofufuka na kuwa katika utukufu. Maana yake nini? Maana yake mtu ambaye anakataa habari ya ubatizo, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba hawezi kufufuliwa katika utukufu wa Kristo Yesu. Yeyote ambaye anakataa kutoswa, kuzikwa katika kaburi hilo, maana yake hawezi kufufuliwa pamoja na Yesu Kristo. Ufufuo wake unaitwa ufufuo wa pili, ambao utakuwa ni ufufuo wa hukumu. Utakuwa ni ufufuo wa mateso, wa kilio na kusaga meno. Na hebu tuangalie andiko jingine tena. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 12. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 12. Tunaendelea kuangalia tafsiri ya neno ubatizo. 2:12. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Unaweza kuona bado inaendelea kusisitiza kwamba ubatizo ni kutoswa au kuzikwa kama maandiko yanavyozungumza. Sasa ni muhimu tufahamu kila kinachohusishwa na kutoswa au kuzikwa, ni lazima kwenye kutoswa huko maji yawe mengi yanayotosha mwili kuzama. Ndivyo Yesu Kristo alivyobatizwa, ndivyo Yohana alivyobatiza vile vile. Mathayo sura ya 3 mstari wa 3, Mathayo sura ya 3 mstari wa 13 mpaka 16. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe, lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali, na Yesu
alipokwisha kubatizwa, angalia kwa makini maelezo ya maandiko haya. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Ukisikia neno akapanda, maana yake alishuka, maana yake alishuka chini kwenye maji alafu akapanda juu. Hapo inazungumzia maji yalikuwa mengi, maana yake alizama chini alafu akaibuka kwenda juu. Yohana 3:23 utaona vile vile inahusisha maji kuwepo mengi. Hakuna ubatizo mahali kokote ulipotajwa wa maji machache. Yohana 3:23. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele na watu wakamwendea wakabatizwa. Wako watu wengine ukisikia tu kitu kinataja maji mengi, tayari unaondoa channel. Tayari hebu toa nafasi, usiweke mipaka katika kusikiliza habari za Mungu. Toa nafasi. Kama mtu ni mpotovu, mkatae. Kama unaona mimi ni mpotovu, nisikilize, thibitisha, chunguza maandiko ninavyosema, kwa sababu sisemi maneno yangu. Na sipingi kupingwa. Unao ruhusa ya kunipinga kama nakwenda kinyume na maandiko. Nipinge. You're very free, uko huru. Lakini jaribu kufuatilia, kwa sababu hili ni swala la roho yako. Tunatengenezana ili tusiweze kupotea milele na milele. Na kokote palipotaja ubatizo ni maji, lazima yalitajwa kuwa mengi. Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 27 mpaka mstari wa 39, mistari ni mingi, tutaenda kwa haraka. Naye akaondoka, akaenda mara akamwona mtu wa Kushi toashi mwenye mamlaka chini ya Kandake, malkia wa Kushi, aliyewekwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Akawa akirejea ameketi garini mwake akisoma chuo cha nabii Isaya. Roho akamwambia Filipo, sogea karibu na gari hili ukashikamane nalo. Basi Filipo akaenda mbio akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Akasema, je, yamekuelea haya unayosoma? Akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Akamsihi Filipo apande na kuketi pamoja naye. Na fungu la maandiko alilokuwa akilisoma ni hili: aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwana-kondoo alivyokimya mbele yake amkatae manyoya, hivyo hivyo yeye naye afunue kinywa chake. Katika kujidhili kwake hukumu yake iliondolewa. Ni nani atakayeeleza kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Yule toashi akamjibu Filipo akasema, na kuomba, nabii huyu asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine? Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko lilo hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule toashi akasema, wanatembea wanafika mahali penye maji, maana yake ni chini, ni maji ya chini. Wakafika mahali penye maji. Yule toashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akasema, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akamuru lile gari lisimame, wakatelemka wote wawili majini, Filipo na yule toashi, naye akambatiza. Kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo yule toashi asimuone tena. Basi alikwenda zake akifurahi. Anabatizwa wapi? Amekuta maji machini, sio kwenye bakuli. Aizungumzi hivyo. Hilo litusogeze kidogo katika kipengele kinachosema maana na uzito wa zaidi kuhusu ubatizo. Maana na uzito wa zaidi kuhusu ubatizo. Ubatizo ni tendo la kutimiza haki yote. Kila aliyeokoka ni mwenye haki, lakini kila aliyeokoka na akakubali kubatizwa ubatizo kama aliyoelekeza Yesu, kama aliyobatizwa Yesu, mtu huyu anahesabika ameshika haki yote, ametimiza haki yote. Mathayo 3:13 mpaka 16. Wakati Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe, lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali, naye
Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua akija juu yake. Yesu alitoa kielelezo, hakuwa na dhambi yoyote, lakini anatufundisha kwamba ubatizo ni tendo la kutimiza haki yote. Ikiwa mtu ana nafasi ya kubatizwa na hataki kubatizwa, manake hana haki yote, hawezi kuingia mbinguni. Hii ni tofauti na mtu ambaye yuko tayari kubatizwa lakini mazingira alionayo hawezi kubatizwa. Mfano, mtu ambaye yuko mahututi hospitalini, huyu hawezi kubatizwa kwa sababu ukimchukua ukienda kumbatiza ndio unammalizia. Mtu aliyokoka yuko gerezani, hawezi kubatizwa mtu wa namna hii. Mhalifu msalabani, yule aliyokoka, aliyemkubali Yesu, aliyemkubali Yesu pale msalabani, lakini hakuwa na nafasi ya kutoka msalabani kwenda kubatizwa. Alikuwa na haki ya kwenda mbinguni kwa sababu hakupewa access, hakupewa nafasi ya kwenda kubatizwa. Mara baada ya kuelewa hilo, tusogee tena katika kipengele kingine kidogo kinachosema, je, tunapaswa kubatizwa kwa jina la nani? Kumekuwako migongano kwa miaka nenda miaka rudi katikati ya madhehebu mengi ya Wakristo na Waprotestanti na vile vile makanisa ya watu waliookoka, kwamba wako wengine wanasema tubatizwe kwa jina la Yesu, wengine wanasema tunapaswa kubatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wale wanaosema tubatizwe kwa jina la Yesu, maandiko yafuatayo ndiyo maandiko wanayoyatumia. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37, tuanze nalo andiko la kwanza hilo. Matendo ya Mitume 2 mstari wa 37. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37. Waliposikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Mstari wa 38. Petro akamwambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu. Wanasema, unaona, mitume wanafundisha tubatizwe kwa jina lake Yesu. Na wanasema mitume ndio walikuwa na Yesu, ndio walimuelewa Yesu kuliko wengine wote. Kwa hiyo tubatizwe kwa jina lake Yesu. Hawa wanaotetea hoja ya ubatizo wanasema wabatizwe kwa jina lake Yesu. Andiko jingine linalotumiwa na hawa ambao wanasema tubatizwe kwa jina lake Yesu, wanatumia andiko la Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 44 mpaka mstari wa 48. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno. Na wale waliotahiriwa, walioamini wakashangaa. Na wale waliotahiriwa, walioamini wakashangaa. Watu wote waliokuja pamoja na Petro. Na kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe? Watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi. Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Ndipo wakamsihi azidi kukaa siku kadha wa kadha. Wanasema unaona, na hapo napo watu walibatizwa kwa jina lake Yesu. Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 4 mpaka mstari wa 5, Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yani Yesu. Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Tungeweza kusoma na maandiko mengine, lakini hayo yanatosha kuonyesha liko kundi moja linasema watu wabatizwe kwa jina lake Yesu. Batizo kwa jina lake Yesu, na maandiko anayotumia ni haya. Na Yesu Kristo na kundi jingine linasema hapana, tunatakiwa tubatizwe kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mathayo sura 28, Mathayo sura 28 mstari wa 19. Biblia inasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa katika mgongano huo majibu ni yapi? Twende tubatizwe namna gani? Hatuna budi kufahamu, wewe ambaye umeokoka hivi karibuni, unaposoma Biblia mahali kokote, unapoona Biblia imekuchanganya mahali kokote, huna budi kurudi kwa Yesu Kristo amesema nini. Yesu Kristo ni muhimu tufahamu, yeye ndiyo kiongozi mkuu wa wokovu wetu. Yeye ndiye anapaswa kusikilizwa kuliko mwingine wa yote. Waebrania sura ya 12 mstari wa 2 inasema, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu,
Yeye ndiye alianzisha. Yeye ndiye alianzisha safari, ndio anajua kila kitu. Tunapaswa kumsikiliza yeye, si mwingine wa yote. Zaidi sana katika Zaburi sura 37 mstari wa 37, yeye ndiye mtu wa kumwangalia. Zaburi 37 mstari wa 37, Biblia inasema umwangalie sana mtu mkamilifu. Mkamilifu anayetajwa hapo ni Yesu Kristo. Haikuwahi kutokea mkamilifu isipokuwa Yesu Kristo na wengine wote waliomfuata Yesu. Umwangalie sana mtu mkamilifu, umtazame mtu mnyofu, maana mwisho wake mtu huyo ni amani. Yesu Kristo ndio mwisho wake ulikuwa ni amani, na wote tunamwangalia yeye, wote tunamfuata yeye. Wale ambao wanasema tunakubali habari za Yesu, tunakubali habari za wokovu. Kwa hiyo Yesu ndiye wa kusikilizwa. Yesu ndiye wa kufuata. Yesu amesemaje? Ni kwa mfano ule ule. Katika nchi kukiwepo na rais. Rais anapotoa maelekezo, alafu akawepo mtu wa chini yake, makamu wa rais, akatoa maelekezo tofauti na maelekezo ya rais. Wote tunapaswa kuyafuata maelekezo ya rais. Ukiyafuata maelekezo ya yule aliyekuwa chini ya rais, sisi wote na yule aliyetoa maelekezo wote tunahesabika tumekengeuka. Wote tunahesabika tumefanya uasi. Sasa maandiko yanasema nini? Maandiko yanasema mtume si mkuu kuliko aliyempeleka. Mitume hawezi kuwa wakubwa kuliko Yesu aliyewatuma. Yohana sura 13 mstari wa 16. Amin nawaambia ninyi, mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Yesu ndiye aliyewatuma mitume. Kwa kama unachanganyikiwa mahali kokote, rudi kwa aliyewatuma mitume, kasema nini? Ukichanganyikiwa, rudi kwa aliyewatuma, kasema nini? Yesu amesema katika Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunabatizwa kama alivyoelekeza Yesu. Ameelekezaje? Tubatizwe kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunapobatizwa kwa kutoswa, tubatizwe kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tukiambiwa kwamba eti tunabatizwa kwa mtindo mwingine, lakini tunasema kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, huwa hauiti ubatizo. Kwa sababu tafsiri ya kubatizwa lazima utoswe. Kama hujatoswa, hujawahi kubatizwa. Hilo linapaswa lieleweke. Na mtu mwingine atasema sasa ina maana mitume walikosea? Mbona mitume walibatiza sasa kwa jina la Yesu? Walikosea? Hapana, hawakukosea hata kidogo kubatiza. Hawakukosea kubatiza, lakini kile ambacho kinatajwa kwenye maandiko kwamba walibatiza kwa jina la Yesu, katika lugha ya asili neno kwa jina la halikuwa na maana kama ilivyoandikwa kwenye Kiswahili. Katika Biblia ukisema neno kwa jina la, katika lugha ya asili ilikuwa ina maana tatu. Maana ya kwanza ina maana ya kwa agizo la, kwa cheo cha, au kwa mamlaka ya. Kwa agizo la, kwa cheo cha, au kwa mamlaka ya. Tunapokemea pepo, tunasema pepo toka kwa jina la Yesu. Maana yake tunasema toka kwa mamlaka ya Yesu. Lakini vile vile ukisikia sehemu nyingine neno kwa jina la linamaanisha kwa agizo la. Tuende katika maandiko. Katika Esta sura ya 8 mstari wa 7 mpaka mstari wa 10, kuna habari hapa ambayo Wayahudi waliokuwa utumwani Babeli walitaka kuangamizwa. Lakini katika harakati za kutaka kujiokoa Wayahudi, Malkia Esta alifunga na wenzake walifunga. Hatimaye Malkia Esta aliingia kwa mfalme kinyume cha utaratibu. Na alipoingia ili kuweza kubatilisha ule mpango wa Hamani ambaye alitaka kuangamiza Wayahudi wote kwa haraka. Sasa mara baada ya maombi yale, kibao kikageuka. Sasa wakatakiwa sasa hawa Wayahudi iweze kuandikwa barua, lakini mfalme hakuandika barua hiyo. Waandike barua
Alafu akishaandika barua, mfalme waandike barua kwa agizo la mfalme. Neno hilo aandike barua kwa agizo la mfalme, katika lugha ya Biblia waliambiwa waandike barua kwa jina la mfalme. Manake barua inaandikwa kwa agizo la mfalme. Esta sura ya 8 mstari wa 7 mpaka mstari wa 10 ninasoma. Mfalme Asuero akamwambia Malkia Esta na Mordekai Myahudi kusema, tazama, nimekwisha kumpa Esta nyumba yake amani, naye mwenyewe amekwisha kumtundika juu ya mti, kwa sababu aliwatia mikononi Wayahudi. Basi waandikieni Wayahudi pia vyovyote mpendavyo kwa jina la mfalme. Manake waandikieni Wayahudi vyovyote mpendavyo kwa agizo la mfalme, kwa jina la mfalme. Mkatie muhuri kwa pete ya mfalme, kwa kuwa andiko lililoandikwa kwa jina la mfalme na kutiwa muhuri kwa pete ya mfalme hakuna uwezaye kulitangua. Kwa Wayahudi wanaandikiwa barua, wanaandikiwa waraka kwa agizo la mfalme. Maana yake inaposema kwa jina la mfalme, maana yake ni kwa agizo la mfalme. Turudi kwa Yesu. Yesu amesema, nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mitume wanakuja wanasema, tubuni mkabatize kwa jina lake Yesu. Mitume walimaanisha nini? Mitume walimaanisha tubuni mkabatizwe kwa agizo lake Yesu aliloagiza kwenye Mathayo 28:19 kwamba mbatizwe kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo neno kwa jina la lililotumika katika Matendo ya Mitume 2:37 mpaka 39, lilotumika katika Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 4 mpaka 5, lilotumika katika Matendo ya Mitume 10:48 mpaka 48. Neno kwa jina la Yesu lilimaanisha kwa agizo la Yesu lile aliloagiza katika Mathayo 28:19. Ni sawasawa na vile walivyoambiwa Wayahudi kwamba waandikieni barua vyovyote mpendavyo kwa jina la mfalme, ikiwa na maana kwa agizo la mfalme. Kwa mitume hawakubatiza kwa jina la Yesu, walibatiza kwa agizo lile la Yesu, yani kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini liko swali ambalo mtu mwingine anaweza kujiuliza. Je, ubatizo wa kunyunyizia vipi? Unakubalika? Mchungaji, unasemaje? Ubatizo wa kunyunyizia unakubalika? Jibu ni la, haukubaliki, kwa sababu tafsiri ya neno ubatizo maana yake tosa. Hujatoswa, hujawahi kubatizwa. Wale ambao wanatetea ubatizo wa kunyunyizia hutumia andiko lifuatalo na kulitafsiri kiupotovu. Ezekiel sura 36 mstari wa 25. Ezekiel 36 mstari wa 25, Biblia inasema, nami nitawanyunyizia maji safi. Wanasema, unaona ubatizo wa kunyunyizia huu, nami nitawanyunyizia maji safi, nami nitakuwa safi, nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote. Hatuna budi kufahamu Biblia inaonya kwamba inatuonya tutumie neno la Mungu kwa halali. Tusitumie neno la Mungu kutaka kulazimisha hoja zetu ziweze kupenyezwa katika vichwa vya watu wakubaliane na hoja zetu wakati ziko kinyume na maandiko. Timotheo 2:15, jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutayari, ukitumia kwa halali neno la Mungu. Neno la Mungu litumiwe kwa halali. Je, mstari huo ulikuwa unamaanisha nini? Tuzame katika maandiko ili usipotoshwe milele na vile. Andiko hili kwanza halitaji neno ubatizo, namba 1. Jambo la pili, anayezungumza hapa ni nani? Ni Mungu. Mungu ndiye anayesema atanyunyizie maji. Je, huku kwenye makanisa ya kwenu ni Mungu ndiye anawanyunyizia, au unanyunyiziwa na padri, au unanyunyiziwa na mchungaji wako? Ni dhahiri kwamba si Mungu anakunyunyizia,
Kwa hiyo tafsiri andiko limelazimishwa ili kuhalalisha fundisho la kidhehebu, lakini sio fundisho la Biblia. Nini maana ya mstari huu? Sasa turudi nyuma sana katika agano hilo hilo la kale. Nyakati za zamani za maandiko, mtu alipofanya dhambi fulani alihesabika kuwa najisi, na ili ahesabike kuondolewa unajisi wake, alitakiwa anyunyiziwe maji. Moja ya makosa ambayo alitakiwa mtu anyunyiziwe maji ili kutakaswa dhambi zake ilikuwa ni kushika maiti. Na aliposhika maiti sasa, alihesabika amekorofishana na Mungu, amefarakana na Mungu wake, na hivyo alitakiwa anyunyiziwe maji yaliyoitwa maji ya farakano ili kumpatanisha yeye na huyo Mungu. Hesabu sura ya 19 sasa mstari wa 13. Biblia inasema, mtu wa yeyote agusaye maiti na mtu agusaye maiti wa mtu aliyekufa asijitakase, yuatie unajisi maskani ya Bwana, na mtu huyo atakatiliwa mbali na Israeli, maana hayo maji ya farakano hayakunyunyizwa juu yake. Atakuwa najisi, unajisi wake ukali juu yake bado. Ananyunyiziwa maji ya farakano ili kuondoa unajisi. Sio hilo tu, hata makuhani walipokuwa wana uchafu wa dhambi, walitakiwa watakaswe kwa kunyunyiziwa maji. Hesabu sura 8 mstari wa 5 mpaka wa 7. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, watoe Walawi na kuwaondoa kati ya wana wa Israeli, kisha watakase. Anawatakasaje sasa? Na utawafanyia mambo haya ili kuwatakasa. Nyunyiza juu yao maji yatakasayo dhambi. Unaweza kuona maji yatakasayo dhambi. Kwa hiyo mtu aliposhika maiti au alipokuwa na uchafu fulani wa dhambi, alitakiwa anyunyiziwe maji ili kumtakasa uovu wake. Sasa hili lilikuwa ni agano la kale. Hatimaye Mungu akaahidi mara baada wana wa Israeli kuvunja agano hilo la kale, kuto kwenda katika sheria za Mungu, Mungu akaahidi kuleta agano jipya, ambalo agano hilo mtendaji atakuwa ni yeye mwenyewe. Yeremia sura 31 mstari wa 30 na mstari wa 31, Mungu anasema yeye atafanya mwenyewe, ataleta agano jipya. Yeremia 31 mpaka 32. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Kwa hiyo Mungu anaahidi kuleta agano jipya. Agano la kale, mtu alipokuwa najisi alinyunyiziwa maji ili aondolewe uchafu. Na katika agano hilo jipya analolileta, Mungu sasa ndiye anayetakasa dhambi. Sasa anaahidi kwenye Ezekieli sura ya 36 mstari wa 25 kwamba yeye ndiye atakayenyunyiza maji, na ananyunyiza maji sio kwenye mwili, ananyunyiza maji kwenye roho. Maji haya ya agano la kale yalikuwa yanatabiri damu ya Yesu Kristo ambayo ingekuja baadaye, ambayo damu hiyo ya Yesu hainyunyizwi na padri, hainyunyizwi na mchungaji, inanyunyizwa na Roho Mtakatifu, yani Mungu mwenyewe anaichukua damu ya Yesu na kunyunyiza ndani ya moyo wa mtu. Tusome kwanza Ezekieli 36 mstari wa 25 mpaka mstari wa 26, tutaweza kuona kwa ndani sana. Biblia inasema hivi: nami nitanyunyiza maji safi, nami nitawanyunyizia maji safi. Huyu ni Mungu anasema, yeye ndiye atakayetunyunyizia maji safi. Nanyi mtakuwa safi, nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote. Maana yake ibada za sanamu, tutatakaswa na ibada za sanamu. Nami nitawapa ninyi moyo mpya. Unaona, ni moyo, sio mwili, sio issue ya mwilini, ni issue ya ndani. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Huyu ni Mungu anasema ni wakati ujao
Hapa anazungumza yuko kwenye Agano la Kale. Sasa hili lilikuja kutimizwa. Yesu Kristo alipokufa pale msalabani, damu ya Yesu ikamwagika na iko mpaka sasa katika ulimwengu wa roho. Nini kinatokea? Mtu anapokwenda kutubu dhambi kwa Yesu Kristo, kwa kumaanisha kuacha kabisa dhambi, Roho Mtakatifu huichukua damu ya Yesu iliyoko katika ulimwengu wa roho na anainyunyiza katika moyo, katika roho ya mtu mwenye dhambi. Ananyunyiza. Ndio andiko la Ezekieli 36:25 linatimia kwamba nitawanyunyizia maji safi. Maji hayo ndiyo damu ya Yesu Kristo iliyoko katika ulimwengu roho. Petro wa kwanza 1:2. Kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na roho. Tunatakasaje na roho? Hata mkapata kutii na kunyunyiziwa damu ya Yesu Kristo, neema na amani na ziongezwe kwenu. Andiko hilo halizungumzi kabisa habari ya ubatizo, bali ni habari ya utakaso wa dhambi. Ziko hoja mbalimbali ambazo zinatumiwa kuhalalisha ubatizo wanaouita ubatizo wa maji machache. Mfano moja, wanasema je, kama mtu ameokoka afu yuko jangwani, kwa nini asibatizwe maji machache? Biblia inasema kama wako watu wanaweza kutafuta elimu mpaka China, elimu ya duniani ambayo inapita, ambayo haina lolote, ina ukomo, inatulazimu sisi kutafuta elimu ya milele, elimu yenye faida ya milele, hata kama ingekuwa sayari Mars, tuitafute kwa gharama yote. Hakuna udhuru kwamba eti niko jangwani. Kama watu wanaweza kutafuta elimu China, wanatafuta elimu Marekani, hatuna budi kutafuta elimu ya rohoni kwa gharama yote. Alikuwepo mwanamke mmoja anaitwa Malkia wa Kushi. Yesu alimsema kwamba atawahukumu watu wa kizazi hiki, kwa sababu yeye alitoka Afrika akaenda Mashariki ya Kati kuitafuta hekima ya Sulemani. Hekima ya Sulemani ni ndogo kuliko hekima ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye aliyemtuma Sulemani. Yeye yuko juu kuliko Sulemani. Yesu alisema nini? Mathayo 12 mstari wa 42. Hakuna udhuru. Hakuna udhuru. Hakuna kuchuja. Neno la Mungu halibadiliki. Hawezi kulibadilisha eti kwa sababu ya mazingira uliopo. Mathayo 12:42. Malkia wa Kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu yeye alikuja kutoka pande za mwisho za dunia ili aisikie hekima ya Sulemani, na hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Yesu alipokuwa anasema hivyo, na hapa maana yake ni yeye yuko hapo aliyekuwa ni mkuu kuliko Sulemani. Kama Sulemani ni mdogo kwa Yesu, na mtu alitoka Afrika kwenda Mashariki ya Kati kutafuta hekima ya Sulemani, Yesu Kristo, maana yake tunapaswa kuitafuta mbali zaidi kuliko vile ambavyo alivyotafuta. Lakini kwa kuwa watu wa kizazi hiki ni wavivu, hawataki kumtafuta Mungu kwa bidii, Malkia wa Kusini atawahukumu kwamba wamekosa. Anawahukumu namna gani? Mtu mwingine atasimama mbele ya kiti cha hukumu siku ya mwisho. Maana siku ya mwisho watu watajitetea sawa sawa na Mathayo 7:21 kwamba mimi nilikuwa mbali, sikuweza kubatizwa. Atainuka malkia yule, nasema mimi nilitoka Afrika nikaenda mbali Mashariki ya Kati kutafuta hekima ya Sulemani. Niliondoka mbali. Wewe ukujua kwamba Sulemani mdogo kwa Yesu, ulipaswa uitafute kwa umbali wa namna hiyo. Maana yake utakuwa huna hoja, utapitiliza tu kwenye ziwa la moto moja kwa moja. Hivyo ndivyo atakavyotumika kuweza kutuhukumu. Biblia inasema katika Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 18, tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Kama tunatafuta elimu inayoonekana duniani na inapita, tunakufa hatufi nayo, tuende nayo, tutafute elimu ya milele ambayo tutakuwa nayo milele na milele. Yesu akasema itakufaidieni kupata ulimwengu wote, magari yote, elimu zote, lakini ukaikosa mbingu, haina maana iwayo yoyote. Waefeso 3:8, hiki tunachojifunza ni utajiri usiopimika. Chochote unachokitamani hakiwezi kulingana na hekima hii. Mithali 8:8 mpaka mstari wa 11, chochote unachokitamani hakiwezi kulingana na hekima ya Yesu Kristo. Takusii kubali ubatizwe kama neno la Mungu linavyosema. Hoja nyingine ambayo inaulizwa, je, watoto wadogo wanabatizwa?
Jibu ni hapana. Watoto wadogo hawezi kubatizwa kwa sababu ili mtu abatizwe kuna sifa kadhaa. Moja, mtu hataki kubatizwa mpaka ahubiriwe, aelewe hayo mahubiri. Warumi sura ya 10 mstari wa 9 mpaka 13 inaeleza hivyo. Warumi 10:9 mpaka 13. Wala tusi Warumi sura ya 10 mstari wa 9 mpaka wa 13. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwanza labda tuendelee kidogo mstari wa 10. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Kwa maana andiko lanena, kila amwamini hata tayarika. Kwa maana hakuna tofauti kati ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, wenye utajiri kwa wote wamuitao. Kwa kuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka. Basi wamuiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikiaje pasipo mhubiri? Manake atatakiwa kuwepo mhubiri. Ni Warumi sura ya 10 mstari wa 9 mpaka 15. Atakiwa kuwepo mhubiri, ahubiri, alafu huyu mtu aelewe, afanye maamuzi. Mtoto anaelewa nini? Haya ndio masharti. Usipunguze, usiongeze ya kwako. Biblia inakataza kuongeza. Mwingine anasema lakini anakuwepo mtu ambaye anamkiria. Biblia haijasema awepo mtu wa kumkiria, akiri mwenyewe. Hiyo sifa ya kwanza. Sifa ya pili, kwa mtoto hawezi kuelewa hayo mahubiri, kwa hiyo hana sifa ya kubatizwa. 2, anatakiwa aamini. Katika maandiko tuliyosoma katika Warumi sura ya 10 mstari wa 9 inasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako. Hawezi kuamini, kwa hana sifa ya kubatizwa. Kwa namna yote hana sifa ya kubatizwa. Na wako wengine huwa wanasema kwamba sasa kwa kuwa amezaliwa na dhambi ya asili, basi ubatizo unaondoa dhambi ya asili. Hakuna mtu anazaliwa na dhambi ya asili. Huo ni uongo wa kishetani. Hakuna mtu anazaliwa na dhambi ya asili, ila kila mtu anazaliwa na asili ya dhambi. Hayo ni mambo mawili tofauti. Fuatilia masomo mengine utakuja kuyaelewa hapo baadaye. Na wako wengine wanasema lakini mbona watoto walibatizwa? Petro alibatiza watu paka na watoto wao. Andiko gani wanalitumia? Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 31 mpaka mstari wa 33. Hili ndio andiko ambao wanalitumia. Wakamwambia mwamini Bwana Yesu na utaokoka pamoja na nyumba yako. Wakamwambia neno la Bwana yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake. Akawakaribisha saa ile ile ya usiku, akawaosha mapigo yao, kisha akabatizwa yeye na watu wake wote. Watu wake wote wakati huu wakabatizwa yeye na watu wake wote. Kwa hiyo nasema sasa lazima kulikuweko na watoto. Hiyo lazima kulikuweko na watoto unaiweka wewe. Maandiko hayajasema kulikuwa na watoto. Kama walibatizwa wote, maana yake wote walikuwa na kimo cha kuelewa Injili, na walikuwa na kimo cha kuamini na kukiri kwa vinywa vyao. Kama hawakuwako watu wa namna hiyo, hawakuweza kubatizwa. Lakini kwa kuwa hapa inasema walibatizwa wote, wote walikuwa kama ni watoto, walikuwa ni watoto wakubwa wenye uwezo wa kukiri, wenye uwezo wa kutubu, wenye uwezo wa kuamini, si vinginevyo. Kwa hiyo ubatizo unapotajwa wa nyumba zima hauzungumzii habari ya watoto kabisa 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 kabisa. Wako watu wengine wanahoji, je, ikiwa mtu usipobatizwa unaenda motoni? Basi Mariamu mama yake Yesu alienda motoni kwa sababu wanasema hakubatizwa. Je, ni kweli? Jibu ni la. Mathayo sura ya 3 mstari wa Mathayo sura ya 3 mstari wa 5 mpaka mstari wa 6. Mathayo 3:5 mpaka mstari wa 6. Ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote. Mariamu alikuwa anakaa maeneo hayo. Ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao. Mariamu alikuwepo hapo, kwa hiyo na yeye alikwenda kubatizwa vile vile. Wako wengine wanasema Yesu hakubatiza, kwa hiyo kubatiza sio lazima. Yesu alibatiza kupitia wanafunzi wake, manake yeye aliwaagiza wanafunzi wake wabatize. Kwa kuwa wanafunzi wake walibatiza kwa agizo lake, aliyehesabika kubatiza ni Yesu, sio
wanafunzi wake. Yohana sura ya 4 mstari wa pili. Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. Yohana 4:1 mpaka 2. Kwa hiyo Bwana alipofahamu kwa Mafarisayo wamesikia kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza. Unaona statement inayosema hapa na kuwabatiza. Lakini aliwabatiza watu kupitia wanafunzi wake. Lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake. Wengine wanahoji, Yesu alimhakikishia mhalifu msalabani kwamba watakuwa wote pamoja peponi, lakini alikuwa hajabatizwa. Inakuwaje Yesu amhakikishia wakati anajua hajabatizwa? Hiyo ni kwa mujibu wa Luka sura 23 mstari wa 39 mpaka mstari wa 43. Iweje amhakikishie? Yesu alijua kwamba mtu huyu ananikiri hapa na atafia hapa. Alijua kwamba hawezi kupata nafasi ya kwenda kubatizwa. Ndivyo ilivyo. Ikiwa mtu anaokoka na hana nafasi ya kwenda kubatizwa, huyu mtu akifa haendi motoni. Ni kwa namna ile ile ambavyo tunaweza kuongoza mtu toba akiwa yuko maututi kitandani, hata kama hajabatizwa, akifa anakwenda mbinguni. Lakini ikiwa amepona, akaambiwa kuna nafasi ya kubatizwa, akakataa, akifa anakwenda motoni moja kwa moja. Liko swali jingine wanauliza, je, mitume walibatizwa? Jibu ni ndio, mitume wote walibatizwa. Wa kwanza Paulo alibatizwa katika Matendo ya Mitume 9:18. Matendo ya Mitume 9:18. Mara vikaanguka machoni pake, ni Paulo tunamsoma, vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa, akala chakula na kupata nguvu. Kwa hiyo tunamwona Paulo anabatizwa, lakini Petro naye lugha anazozizungumza zinaonyesha wazi wazi kwamba alibatizwa. Ilikuwa si jambo la kawaida kuzungumza mambo haya ikiwa yeye hajabatizwa. Petro kwanza 2:21 inasema, kwa sababu ndiyo mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Petro anahubiri tufuate nyayo zake. Maana yake hawezi kutuambia tufuate nyayo zake wakati yeye mwenyewe hajafuata. Bila shaka alifuata. Yesu alibatizwa na bila shaka na yeye aliweza kufuata nyayo zake. Maana aliwaambia wanafunzi wake, msiige tabia za Mafarisayo ambaye wanawatwika watu mizigo wenyewe wafanyi, katika Mathayo sura 23 mstari wa 4. Wao anasema wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Waraka wa kwanza wa Yohana, vile vile tunamuona Yohana naye anaeleza hivyo maneno yanayofanana na hayo. Waraka wa kwanza Yohana 2:6. Waraka wa kwanza Yohana 2:6. Yeye asimaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Kwa kuwa Yohana anasema tunapaswa kuenenda vile vile kama yeye alivyoenenda, maana yake bila shaka na yeye alienenda vile vile kama Yesu. Ikiwa ulibatizwa na mtu ambaye hajaokoka, je, ni halali? Jibu ni la. Upasi kubatizwa na mtu ambaye hajaokoka. Ubatizo wako utakuwa sio sahihi kwa sababu Yesu alibatizwa na mtu aliyemwamini ambaye ni Yohana Mbatizaji. Yohana 3, Mathayo 3:13 mpaka 16. Na Petro na Paulo alibatizwa na Anania, mtu aliyekuwa ameokoka tayari. Matendo ya Mitume sura 9 mstari wa 18. Kama ulibatizwa alafu ukarudi nyuma, je, unapaswa ubatizwe tena? Jibu ni la. Kwa nini? Kwa sababu Yesu kubatizwa tafsiri yake ni kuzikwa. Kwa hiyo Yesu alikufa alafu akazikwa mara moja, hakuzikwa mara mbili. Ukibatizwa, ukiokoka alafu ukabatizwa alafu ukarudi nyuma ukasema ubatizwe tena, maana yake unamaanisha Yesu alizikwa mara mbili. Alizikwa mara mbili, yeye alizikwa mara moja. Warumi 8:11. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiwisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Na Warumi sura ya 6 mstari wa 2 inaeleza hasha, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Na mpaka mstari wa 5, mfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Ni mauti moja, sio mauti mbili, mauti moja. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo mara moja, maana yake kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya
wa uzima, kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufuka kwake. Hiyo ni mara moja, hatuwezi kurudia mara mbili. Kwa hiyo umerudi nyuma, unatakiwa tu kuokoka, uruhusiwi tena kubatizwa kwa mara nyingine. Je, mtu akibatizwa kwa Roho Mtakatifu, je, hafai tena kubatizwa ubatizo wa maji mengi? Jibu ni hapana. Mtu akijazwa Roho Mtakatifu kama hajabatizwa ubatizo wa maji mengi, anapaswa abatizwe kwa maji mengi. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 44 mpaka 48. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno, na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji hao wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Ndipo wakamsihi azidi kukaa siku kadha wa kadha. Kwa hiyo hao walijazwa Roho Mtakatifu lakini walikuwa hawajabatizwa, wakalazimika kubatizwa. Je, kuna lazima wote kubadili jina baada ya kubatizwa? Jibu ni hapana. Labda jina liwe linamaanisha mambo mabaya. Kwa mfano, unaitwa Miraji. Miraji manake ngazi, usikubali jina hilo, manake watu watakupandia milele. Badilisha jina hilo. Unaitwa Bakari. Bakari manake bikira. Acha na mambo ya ubikira bikira. Na majina mengi ya ajabu ajabu. Achana na majina lakini kama jina halina maana mbaya, unaweza kuendelea nalo hilo, hakuna uhitaji wao wote. Zaidi sana sisi tunasomeka, tuna watu, tabia zetu, mwenendo wetu ni barua tunaosomeka na watu wengine. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 2 mpaka wa 3. Ninyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inayojulikana na kusomwa na watu wote, mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo, tuliyoikatibu, yani tuliyoiandika, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa Roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe, ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Je, mtu asipobatizwa haendi mbinguni? Jibu ni ndio. Kama hujabatizwa na hutaki kubatizwa, unaenda motoni. Lakini kama hujabatizwa, unataka kubatizwa, lakini eneo lilopo linakuzuia kubatizwa, hauendi motoni. Uko gerezani, unataka kubatizwa, mazingira yako yatakuzuia, hautaweza kubatizwa. Lakini unataka kubatizwa, ukifa hauendi motoni. Samuel wa kwanza 2:30, ukikataa Mungu atakukataa, ukimkubali atakukubali. Samuel wa kwanza sura ya 2 mstari wa 30. Biblia inasema, kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli anasema hivi, asema, ni kweli nalisema ya kwamba nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele, lakini sasa Bwana asema jambo hili na liwe mbali nami. Kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Ukidharau neno lake, na yeye atakudharau milele na milele, na atakutupa katika ziwa la moto, na hata kuhurumia milele na milele. Ezekiel sura ya 8 mstari wa 18, Mungu anasema atakufanya hivi, kwa sababu hiyo mimi nami nitatenda kwa ghadhabu, jicho langu halitaachilia wala sitaona huruma, na wajapolia masikioni mwangu kwa sauti kuu, sitawasikiliza. Lakini ukiwa tayari kuokoka na ukawa tayari kubatizwa na nafasi hujapata, utaenda peponi kama mhalifu msalabani. Ikiwa kanisani kwetu kuna ubatizo wa maji machache, nifanyeje? Hama, ondoka hapo, tafuta mahali ambapo watakufundisha kweli yote bila kuipunguza, bila kuiongeza. Na kwa sababu hiyo ninakukaribisha katika kanisa la utakatifu Holiness Church loko Mbagala Kirungule kwa Mangi. Kama unatafuta kwenda mbinguni, karibu hapo. Karibu sana sana sana. Ezekiel sura 20 mstari wa 18 mpaka 19. Biblia inasema, kisha nikamwambia watoto wao jangwani, msiende katika amri za baba zenu. Usiende katika amri eti za dhehebu la baba yako, kwa sababu ni umekulia hapo, usikubali. Kisha nikamwambia watoto wao jangwani, msiende katika amri za baba zenu, wala msizishike hukumu zao, wala msijitie unajisi kwa vinyago vyao. Mimi ni Bwana Mungu wenu, endeni katika amri zangu, mkazishike hukumu zangu na kuzitenda. Shika neno la Mungu, usishike maelekezo ya dhehebu. Zaburi 119 mstari wa 6 mpaka mstari wa 9. Watu wanakwenda mbinguni wanasema maneno kama yafuatayo. Ndipo
Mimi sitaaibika nikiangalia maagizo yako yote. Ukifuata maagizo yote ikiwemo na ubatizo kama ulivyo, hautaaibika siku ile mwisho. Ndipo mimi sitaaibika nikiangalia maagizo yako yote. Nitakushukuru kwa unyofu wa moyo. Nikiisha kujifunza hukumu za haki yako, nitazitii amri zako, usiniache kabisa. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake, maana yake ya kwenda mbinguni kwa kutii, akilifuata neno lako. Umeelewa habari ya neno la Mungu kwamba ndio la kufuata? Unapaswa ulitendee kazi haraka. Hujabatizwa, fanya haraka, njoo kanisani, tutakubatiza kwa haraka. Zaburi 119 mstari wa 61, mstari wa 60, alifanya haraka wala sikukawia kuyatii maagizo yako. Ikiwa dhehebu limekufunga, linakukamata, kamba za dhehebu lako zimekufunga, kimbia mara moja, uje, tutakubatiza. Kamba za wasio haki zimenifunga, sikuisahau sheria yako. Jambo la mawili ya mwisho wakati tunakwenda kumaliza. Ni muhimu ufahamu kuna uwezekano wa kuweza kubatizwa zaidi ya mara moja. Wako watu fulani waliwahi kubatizwa ubatizo ambao haukuwa sahihi. Walibatizwa ubatizo ambao haukuwa sawa sawa. Wao wakajua ni sawa sawa. Walipokutana na mtumishi wa Mungu wa kweli Paulo, akamwambia ubatizo huu sio sawa sawa. Ubatizo mnatakiwa kubatizwa ni huu. Kwa wako watu nyinyi inawezekana mnasema tumewahi kubatizwa, siwezi kukubali kubatizwa. Huo ni upotofu. Kama ubatizo uliobatizwa sio sahihi, wako wengine waliwahi kuwako katika ubatizo sio sahihi katika maandiko na wakakubali kubatizwa katika ubatizo ulio sahihi. Kumbe kuna uwezekano wa kubatizwa zaidi ya mara moja. Haikuanza kwako. Njoo hata kama umewahi kubatizwa ubatizo sio sahihi, sisi tutakubatiza katika ubatizo ulio sahihi. Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 3 mpaka wa 5. Akauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Maana yake walikuwa wamebatizwa hawa. Wakasema kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Maana yake walibatizwa tena. Kwa kuna uwezekano ukabatizwa tena. Yako mambo ya kuzingatia mara utakapokwenda kubatizwa. Utakapokuja kubatizwa, kuna matukio fulani yanaweza kuambatana katika ubatizo. Moja, vifungo vya mapepo kukuachilia. Ulikuwa na pepo wanaweza kutoka mara moja. Katika Kutoka sura ya 14 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 31 ambao ni mstari wa mwisho, utaona wana wa Israeli ambao walitoka Misri walikuwa wanaelekea Kanaani, ambao ni mfano wa sisi ambao tumeokoka. Tumetoka dhambini chini ya mfalme anaitwa Farao, yani Shetani. Tuko jangwani duniani, tunaelekea Kanaani ambao ni mbinguni. Tukiwa safarini, kama wana wa Israeli walikuwa safarini, walifuatwa na jeshi la Farao. Na vivyo hivyo wako watu tumeokoka, tunafuatwa na jeshi la mapepo, jeshi la mizimu na kadhalika yakipambana kutaka kuturudisha nyuma katika dhambi. Wakati wana wa Israeli walipovuka katika bahari ya Shamu, majeshi ya Farao yalipotaka kuwafuata wana wa Israeli, yaliangamizwa katika jangwa. Kumbe wakati wa ubatizo, tunapotaka kwenda kubatizwa, mapepo mengine ndio yanaishia hapo. Kwa hiyo pepo wengine watatoka katika mazingira hayo. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Wakorintho wa kwanza 10:1 mpaka 2. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kwamba baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wao wa Musa katika wingu na katika bahari. Kwa hiyo maadui zako wanaweza wakaangamizwa katika mazingira hayo. Lakini sio hilo tu. Kama Yesu Kristo alipobatizwa, Roho Mtakatifu akashuka juu yake, wako wengine wanaweza kubatizwa alafu Roho Mtakatifu akafurika ndani mwao na hatimaye wakajaa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha. Sio ajabu, ni jambo la kimungu. Mungu akubariki kwa kujifunza neno hili. Umenisikia, ni wakati wa kuchukua hatua. Usiwe msikiaji tu wa neno, lakini uwe mtendaji wa neno. Nawe utakuwa mwalimu, nawe utakuwa utakuwa heri kama Biblia inavyosema, na itakuwa baraka. Na siku moja tutakutana mbinguni, na nitafurahi kupata simu yako, nitafurahi kupata comment yako, message yako, share, like, lakini vile vile waambie watu wengine na ukaribie kanisani, ndipo utapata mafundisho ya kina zaidi ya utakatifu. Yakobo 1:22 inasema, lakini iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Mstari wa 25, lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msaulifu, bali mtendaji,
mtendaji wa kazi huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Ukitendea kazi neno hili itakuwa baraka kwako. Una swali, unahitaji maelekezo, nambari za simu ni hizi: 0653913735 au 0759563929. Mungu akubariki.